Watu wengi wananiuliza sana, ni tukio gani ambalo lilikufungua macho nikaona kiukweli nahitaji kufanya kitu, especially kwenye maisha yangu, kwenye biashara, na pili nifanye kitu. Moja, nilikuja nikakaa chini nikaangalia ni watu wangapi ambao wanaishi maisha ambao mimi nayatamani kuwa, na vile vitu ambavyo wanavyo. Alafu nikaangalia na njia walizopitia kuzifanya, alafu nikaangalia na njia ambayo nimefundishwa shuleni kuja niifanye ili niletee matokeo. Nikaona ni vitu viwili tofauti sana. Nikaja kufanya research, hawa watu ni watu gani? Nikaja kurealize, okay, hawa watu wanaishi maisha ambayo wanayataka, sio wafanyakazi walioajiriwa, sio serikalini, sio kwenye taasisi binafsi. The only thing nikaja kurealize, okay, hawa watu ni watu gani? Nikaja kurealize, okay, hawa ni entrepreneurs. Sasa nikajiuliza, kwa nini watu wengi wasio wajasiriamali sasa ili waishi maisha ni mazuri? Nikaja kurealize, njia ya kuwa mjasiriamali sio njia nyepesi. Njia ya kuwa mwajiriwa ni njia nyepesi. Nenda shule, pata degree, pata diploma, njoo ajiriwa. Ila njia ya kwenda kuwa mjasiriamali hawategemei kabisa hiyo degree. Huku huwa wanakuja kujifunza vitu vingine kabisa. Elimu ya uendeshaji, wanajifunza leadership, wanajifunza entrepreneurship skills, wanajifunza kuhusu marketing, wanajifunza kuhusu sales. Kitu kama sales akifundishwa shuleni, akifundishwa kwenye ajira. Kwa definitely huwezi kuwa entrepreneur kama hujui sales. Kwa hiyo nikaja kurealize, nasema kwa kuna kitu hapa nafichwa. Kwa hiyo kwa mjasiriamali ni matokeo ya kujifunza vitu fulani. Vitu hivyo ndio vitu nilivyovitaja. Kwa hiyo huwezi kuwa mjasiriamali bila kujifunza haya, unless utaganda, utakwama hapa njiani. Ili kuepuka kukwama kwenye njia ya ujasiriamali, inabidi ujifunze kwanza haya. Na only way ya kuweza kujifunza haya, kuna vitu viwili. Kuna lengo la kwenda kupata ajira ili uishi maisha mazuri, au uko lengo la kwenda kukaa chini ya mtu akufundishe. Lazima uwe na mentor, lazima uwe na sponsor, lazima uwe na role model. Hawa ni watu tofauti ambao lazima uwe nao ili kuweza kuachieve hii dream yako ya kuwa mjasiriamali. So nikaja kurealize, okay, inabidi niende chini ya mtu, sio kwa ajili ya kunufaika na mshahara atakaonipa, bali kwa ajili ya kujifunza nini natakiwa niwe na namna gani kuwa bora chini yake ili niweze kupata vitu ninavyotaka. Hiyo jambo moja. Namba mbili, lazima uwe na role models. Kuna watu ambao lazima unawaangalia, unawasikiliza, like I want to be like that one, I want to be like that one, I want to be like that one. Unafuata wanavyofanya, unasikiliza wanachosema, wanavyoongea, wanavyopresent themselves. Kumbe ndo hivi, kumbe ndo hivi nafanyika. Tatu, unakuwa chini ya mtu ambaye anakuwa ni kama father figure kwenye industry ama kwenye eneo ambalo unatamani kuwa. Kwa mfano, kwenye mambo ya spiritual, ya kiroho, lazima uwe na father figure. Kwenye masuala ya finance, lazima uwe na father figure ambaye mtu unaweza kaenda pale akwambia no, stop. Akisema kitu, you listen, you stay there. That the minute unasema okay, kumbe kukaa chini ya mtu kwa lengo la kunufaika la mshahara na upata, najichelewesha mwenyewe. Natakiwa nikae chini ya mtu kwa lengo la kujifunza namna ya kuwa kama yeye kwenye engo tofauti tofauti. Lakini vile vile nahitaji kuwa na role models ambao naangalia. Nahitaji kuwa chini ya watu ambao nawasikiliza. Sometimes unaweza kuwa na mtu ambaye ni mentor hata hakujui. Kwa mfano, kuna mtu ambaye ana play part mbili at same time. Ana play part ya spiritual father, alafu ana play part ya mentor kwenye engo ya maisha kwa ujumla, na kwenye engo ya spirit, na kwenye engo ya finance, kwa sababu anakuonesha possibilities ya vitu ambavyo you can never even imagine of them. Huyu mtu anaitwa Pastor Tony Kapola. Pastor Tony Kapola hata nijui, ila mimi ninamjua vizuri na nimeshashikana naye mkono mara kibao. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao mimi I'm looking up to them. Lakini pia na watu wangu wa karibu ambao sasa ni mentors ambao nako chini yake, ambaye namfuatiza. Alafu kuna mtu mwingine ambaye nilikuwa najifunza kwake, nikalipia mentorship kwa sababu masuala ya biashara nikajifunza. Alafu kuna mtu wengine ambao tofauti ambao najifunza kwao. Kuna mtu anaitwa Vusi Tembekwayo. Huyu ni mtu wa kwanza aliniwezesha kubadilisha mindset yangu direct. Nikaacha kuanza kufikiria Sinza, sijui Kinondoni, sijui Dar es Salaam, nikaanza kufikiria Tanzania, nikaanza kufikiria Afrika, nikaanza kufikiria dunia. Mimi sasa hivi na client kutoka USA, na client kutoka UK, na client kutoka Kenya, na client kutoka mikoani. Sasa huku mikoani ndio sasa. Kwa hiyo mimi kila kitu ninachokiona kwangu, nina uwezo kuhakikisha kwamba hiki nimekitoa hapa, hiki nimekitoa hapa, hiki nimekitoa hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilijifunza, nikaelewa okay, nahitaji kuwa mjasiriamali. Kwa mjasiriamali inabidi kufanya vitu fulani. Na hivi vitu siwezi kuvipata tu. Kati ya kitu ambacho utajidanganya kishoni kwako kwamba nitakuwa nacho tu automatic.
Uwezi. Lazima uwe na mtu ambaye unamsikiza, unamfuata. Rafiki yangu, vitu havitokei kwa sababu vinatokea. Vitu vinalazimishwa kutokea kwenye levels na ulimwengu mwingine kabla ya kujaja huko. Kwa hiyo kama umekaa hapo kichwani kwako unafikiria tu siku moja nitapata confidence, siku moja nitaongea watu wanisikilize, siku moja nitafanya jambo watu watarespond, kwa akili zako. Watu wanaroga huko. Kwa hiyo kama watu wanaroga ili mambo yatokee, lazima ujue kuna vitu vitatu: kuna spirit, kuna nafsi na kuna mwili. Hivi vitu vitatu lazima uwe na mentors hapa watakaoweza kuvichambua na kuweka sawa. Watu niliowataja unaweza kaenda kuwasikiliza, lakini pia ukiwa mjanja sana unaweza usiende kusikiliza watu wote. Unaweza kukaa chini hapa ukala shule kutoka kwangu, kwa sababu mimi ni mwanafunzi mzuri sana kwa wote niliowataja. Otherwise sahau kabisa kupata matokeo ambayo unatamani kuwa nayo. So kama unatamani kuweza kujifunza kama hivi kutoka kwangu, comment neno mentor hapo chini. Haya majibu niliyokupa ndio majibu sahihi. Fanya kazi.